ni ujumbe wa Godbless Lema kupitia X ambapo ameandika kuhusiana na masuala ya uchumi pamoja na wawekezaji. Ameposti hiyo hapo ni kifungu cha Biblia ni Yohana sura ya 8 mstari wa 32, anasema tena mtaifahamu kweli nayo hiyo kweli itawaweka huru. Halafu ameandika pale juu, misukosuko ya kisiasa huathiri uchumi kupitia njia za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja. Kwanza, kutotabirika kwa mazingira ya kisiasa hupunguza confidence premium ambayo wawekezaji hupima kabla ya kuweka mtaji. Kupungua kwa imani hii husababisha kupungua kwa uwekezaji wa muda mrefu, yani long term capital formation, kukua kwa gharama za kukopa na kusonga kwa mitaji kuelekea masoko salama zaidi. Pili, sekta zinazotegemea uthabiti kama utalii, biashara ya huduma na masoko ya fedha huathirika kwa haraka kupitia cancellations, kupungua kwa mtiririko wa fedha za kigeni na kupungua kwa shughuli za kiuchumi. Kadri uthabiti unavyodidimia ndivyo ufanisi wa soko na uzalishaji unavyopungua. Uchumi hauwezi kustawi pale taasisi zinapotoa ishara zisizotabirika, kwa kuwa uchumi wa kisasa utegemea taarifa, utawala wa sheria na utulivu wa sera. Tokeni kwenye denial, uchumi na utalii umeanza kubleed na wala hauhitaji pedi. Yohana 8:32, tena mtaifahamu kweli nayo hiyo kweli itawaweka huru. Hicho ni kifungu cha Biblia, nafikiri wale wasomaji wa Biblia watakuwa wanaelewa. Naona comment ni nyingi sana. Moja kati ya wadau ameandika tuliwapa nchi watu ambao sawa. Mtu mwingine ameandika na shangaa sasa hivi polisi sawa. Mtu mwingine ameandika wanajua hawatokuepo kwenye ulaji ndio maana wanakazana. Mtu mwingine ameandika naam, asalamu alaykum. Mtu mwingine ameandika kweli kabisa. Mtu mwingine ameandika muongo ni muongo tu mzee, ila tunashukuru Mungu katufungua sana. Hizo ndizo baadhi ya comment kufuatia ujumbe wake ambao ameuandika. Nafikiri hapa anaonyesha wasiwasi wake wa masuala ya uchumi pamoja na uwekezaji kufuatia hali ya kisiasa ambayo inaendelea hapa. Msingi huu ujumbe ameuandika kupitia kwenye mitandao yake ya kijamii, kupitia X na kupitia tena kwenye ukurasa wake wa Instagram. Naona comment ni nyingi sana pia hapa upande wa Instagram. Moja kati ya wadau ameandika kuna uyoga ni sumu, japo sio kila uyoga ni sumu kweli na ituweke huru. Mtu mwingine ameandika tushajua sasa hivi moto juu ya moto. Sawa. Mtu mwingine ameandika hakika Mwenyezi Mungu. Sawa. Mtu mwingine ameandika mzee wangu jana nilikuona sehemu sema sikuwa sawa. Baadhi ya comment jamani sio nzuri kimsingi. Mtu mwingine ameandika ukweli na uwazi ndio msingi wa taifa. Mtu mwingine ameandika asante sana mkuu kwa kusikiliza maoni ya wafuasi wako. Hapa ujumbe umekaa mujarabu kabisa. Hizo ndizo baadhi ya comment kufuatia ujumbe huu hapa ambao ameuandika kupitia kwenye peji zake za Instagram. Godbless Lema akiwa na wasiwasi wa kuporomoka kwa uchumi. Nini maoni yako? Hii ni VOT Media, sisi tumechangamka.